Kisii imegubikwa na simanzi, hasira na maswali mazito baada ya kijana mmoja Vincent Osiemo maarufu kama Mapinduzi kupoteza maisha kufuatia vurugu zilizotikisa eneo la Keumbu, Nyaribari Chache. Msafara wa viongozi wa Linda Mwananchi ulivamiwa kwa mawe na fimbo, magari yakaharibiwa, watu wakajeruhiwa, na katika vurugu hizo maisha ya kijana mmoja yakatolewa. Sasa watu 7 wako mikononi mwa polisi. Mbunge wa Nyaribari Chache Zahir Janda ameitwa na DCI kutoa maelezo kuhusiana na uchunguzi unaoendelea. Lakini swali kubwa si tu nani alirusha jiwe, nani alibeba rungu au nani alionekana kwenye video. Swali kubwa ni hili: je, vijana wa Kisii wanageuzwa kuwa silaha za kisiasa? Na je, Kenya imeanza kuzoea siasa ambazo zinaacha familia zikiwa na majonzi? Hii ni habari moto za sasa ndani ya Moto TV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Turn on notifications na tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Leo tunaangazia tukio ambalo halipaswi kupita kama habari ya kawaida ya vurugu za kisiasa. Hii siyo tu story ya magari kupiwa mawe. Hii siyo story ya viongozi kulaumiana. Hii ni story ya maisha ya Mkenya mmoja yaliyokatika katikati ya msafara wa kisiasa. Vincent Osiemo, anayejulikana na wengi kwa jina la Mapinduzi, ameripotiwa kufariki baada ya kupata majeraha wakati wa shambulio dhidi ya msafara wa Linda Mwananchi katika eneo la Keumbu, kando ya barabara ya Kisii Keroka. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na familia na viongozi waliokuwa kwenye msafara huo, Mapinduzi alikuwa akisafiri na msafara huo ulipovamiwa na kundi la vijana waliokuwa na mawe na fimbo. Katika vurugu hizo magari yalishambuliwa, watu wakajeruhiwa na msafara ukalazimika kuondoka kwa kasi. Ndipo Mapinduzi anaripotiwa kuanguka kutoka kwenye gari na baadaye kufariki kutokana na majeraha aliyoyapata. Lakini hapa ndipo tunapaswa kuwa waangalifu. Uchunguzi bado unaendelea. Polisi bado hawajatoa hitimisho la mwisho kuhusu kile kilichotokea. Nani alihusika moja kwa moja? Nani alipanga? Nani alifadhili? Au kama kuna watu wengine wenye wajibu wa kisheria. Hivyo Moto TV Kenya haisemi kwamba mtu yeyote ana hatia kabla ya ushahidi na sheria kufanya kazi yake. Lakini pia hatuwezi kukaa kimya kwa sababu kifo kimetokea. Familia imeachwa na huzuni na taifa linapaswa kuuliza, ni kwa nini siasa za Kenya zinaendelea kuwaleta vijana karibu na mawe, rungu, vurugu na hatimaye mauti? Tukio la Keumbu lilitokea Ijumaa tarehe 3 Julai mwaka 2026 wakati msafara wa viongozi wanaohusishwa na Linda Mwananchi ulipokuwa ukielekea Keroka baada ya shughuli katika eneo la Kisii. Video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha mazingira ya hofu, magari yakikimbia, watu wakipiga kelele na mawe yakirushwa kuelekea kwenye msafara. Kwenye video hizo kuna picha ya Kenya ambayo inapaswa kutushtua. Kuna vijana wenye nguvu, wengine wakiwa na mawe, wengine wakionekana kubeba vitu vilivyoweza kujeruhi. Kuna magari yenye viongozi, kuna raia, kuna polisi wanaodaiwa na baadhi ya viongozi kuwa walikuwepo au walipaswa kuchukua hatua haraka zaidi. Na katikati ya yote hayo kuna hofu. Kifo cha Mapinduzi kinabadilisha uzito wa tukio hili. Kama kungekuwa tu na magari yaliyovunjwa, tungezungumzia uharibifu wa mali. Kama kungekuwa tu na viongozi waliotukanwa, tungezungumzia ukosefu wa ustaarabu wa kisiasa. Lakini sasa kuna familia inayolia. Kuna watoto ambao kwa mujibu wa taarifa za familia zilizoripotiwa wameachwa bila baba. Kuna jamii inayotaka majibu. Na hapa ndipo tunapaswa kusema jambo moja wazi. Hakuna chama, hakuna kiongozi, hakuna msafara, hakuna uchaguzi na hakuna tofauti ya kisiasa inayostahili damu ya kijana wa Kenya. Kwa miaka mingi Kenya imekuwa na tatizo la kutumia vijana kama nguvu ya kisiasa. Wakati wa kampeni, vijana hupewa majina mengi. Wengine huitwa ground team, wengine huitwa mobilizers, wengine huitwa security, wengine huitwa supporters. Lakini wakati mambo yanaharibika, vijana hao huitwa goons.
Na hiyo ndiyo sehemu ya uchungu mkubwa, kwa sababu kijana anayeshika jiwe anaweza kuwa hana kazi, anaweza kuwa na njaa, anaweza kuwa anatafuta 200, 500 au 1000 ya kwenda nyumbani. Anaweza kuwa anatafuta nafasi ya kuonekana na kiongozi, anaweza kuwa anaamini anapigania mtu wake. Lakini baada ya vurugu, kiongozi anaingia kwenye gari lake, anaenda nyumbani, anaongea na mawakili, anatoa taarifa kwa vyombo vya habari. Kijana ndiye anaachwa na majeraha, kesi, ulemavu au hata kaburi. Hii ndiyo sababu tukio la Keumbu siyo habari ya Kisii pekee, ni kioo cha Kenya nzima kuelekea mwaka 2027. Sasa polisi wamechukua hatua. Kwa mujibu wa National Police Service, watu 7 wamekamatwa kuhusiana na shambulio hilo. Awali, 3 walikamatwa, kisha wengine 4 wakaongezwa baada ya uchunguzi kupanuliwa. Polisi wamesema wanaendelea kuchambua video zilizosambaa na kufuatilia taarifa zaidi ili kubaini watu wote walioweza kuhusika. Hii ni hatua muhimu, lakini wananchi wanataka zaidi ya idadi ya waliokamatwa. Wanataka kujua, je, hawa ni watu waliokuwa mbele tu au uchunguzi utafika hadi kwa wale wanaodaiwa kupanga, kuhamasisha, kufadhili au kutoa ulinzi kwa vurugu? Kwa sababu mara nyingi katika kesi za vurugu za kisiasa, wanaokamatwa ni wale wa chini, wale waliokuwa na mawe, wale waliokuwa kwenye video, wale ambao hawana uwezo wa kujitetea. Lakini wale wanaodaiwa kuwa na ushawishi, pesa, magari, mawasiliano au mamlaka mara nyingi hawafikiwi. Ndio maana wito wa DCI kwa mbunge wa Nyaribari Chache Zahir Janda ni maendeleo muhimu katika uchunguzi huu. Polisi wamesema mbunge huyo ameagizwa kufika katika ofisi ya DCI Kisii kuhusiana na uchunguzi unaoendelea. Hii haimaanishi kwamba Mheshimiwa Janda amepatikana na hatia. Hii haimaanishi kwamba amethibitishwa kufadhili vurugu. Wito wa DCI ni sehemu ya uchunguzi. Kila mtu ana haki ya kusikilizwa, kutoa maelezo na kutendewa haki mbele ya sheria. Lakini pia wito huo una maana kubwa kwa umma. Unaonyesha kwamba uchunguzi haupaswi kuishia kwa vijana waliokamatwa. Kama kuna tuhuma zinazomhusu kiongozi yeyote, basi kiongozi huyo lazima ahojiwe. Kama kuna ushahidi, ushahidi huo upelekwe mbele ya sheria. Kama hakuna ushahidi, basi hilo pia lieleweke wazi. Tunachotaka siyo siasa za hukumu ya mitandaoni. Hatutaki kumchoma mtu kwa maneno kabla ya mahakama, lakini hatutaki pia uchunguzi wa maigizo ambapo polisi wanawakamata watu wachache halafu faili zinapotea, ushahidi unafifia na familia ya marehemu inaachwa na maswali. Na tayari kuna jambo linalohitaji ufafanuzi. Watu 7 waliokamatwa walipelekwa mahakamani Kisii, lakini kuchukuliwa kwa maombi yao kuliahirishwa baada ya upande wa mashtaka kusema faili za kesi hazikuwa zimewasilishwa. Hili linaweza kuwa changamoto ya kiutawala, lakini kwa wananchi linaonekana vibaya sana. Kwa nini faili za kesi ya vurugu iliyotikisa taifa zikosekane siku ya washukiwa kufikishwa mahakamani? Je, ni uzembe? Ni changamoto ya kawaida ya mfumo au kuna kitu kinachopaswa kuchunguzwa zaidi? Hatuwezi kusema kuna njama bila ushahidi, lakini tunaweza kusema wazi kwamba mfumo wa haki lazima uwe makini, kwa sababu kila ucheleweshaji usioelezeka hupunguza imani ya wananchi. Na pale ambapo kuna kifo, majeraha na tuhuma za siasa, umma unahitaji kuona uchunguzi wenye kasi, uwazi na uaminifu. Kuna madai pia yaliyotolewa na baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi kuhusu namna polisi walivyoshughulikia tukio hilo. Baadhi yao walidai kuwa maafisa usalama walikuwepo lakini hawakuzuia shambulio kwa wakati. Haya ni madai ambayo hayajathibitishwa na uchunguzi wa mwisho. Lakini jambo la muhimu ni kwamba Inspekta Jenerali wa polisi ameagiza Internal Affairs Unit ichunguze tukio hilo, ikiwemo kutathmini kama kulikuwa na mapungufu katika operesheni ya polisi au mwitikio wa maafisa waliokuwa eneo hilo. Hiyo ni hatua ya lazima, kwa sababu polisi hawapaswi kuonekana kama watazamaji wakati raia wanashambuliwa, wala hawapaswi kuonekana kama upande wa kisiasa. Polisi wa Kenya wanapaswa kuwa wa wananchi wote, wale wanaounga mkono serikali, wale wa upinzani, wale wasio na chama,
na hata wale wanaochukia siasa kabisa. Mwananchi anaposhambuliwa, polisi hawapaswi kuuliza kwanza, huyu ni upande gani? Wanapaswa kuuliza, tunaokoaje maisha? Tunazuiaje vurugu? Tunawakamataje wahusika? Tukio la Keumbu linatufundisha kitu kigumu sana kuhusu siasa zetu. Siasa siyo mchezo wa mawe. Siasa siyo ruhusa ya kuzuia watu wengine kuzungumza. Siasa siyo mashindano ya nani ana kundi kubwa la vijana wa kutisha. Siasa ni ushindani wa mawazo, sera, rekodi, huduma na maono. Kama kiongozi anaamini anaungwa mkono na wananchi, basi amruhusu mpinzani azungumze. Kama chama kinaamini kina sera bora, basi kitoe sera hizo. Kama mtu ana hasira na kiongozi, basi apige kura, aulize maswali, aandamane kwa amani au atumie sheria. Lakini urushaji wa mawe haujawahi kujenga hospitali. Rungu halijawahi kuajiri kijana. Vurugu hazijawahi kupunguza gharama ya maisha. Na kuna jambo jingine ambalo viongozi wa Kenya wanapaswa kusikia. Vijana sio vifaa vya matumizi. Usimpe kijana 500 ili akapige mtu. Usimpe t-shirt ili azuie mkutano. Usimpe pombe ili akafanye vurugu. Usimwambie apiganie heshima yako huku wewe ukiwa mbali na hatari. Kwa sababu wakati kijana huyu anapokamatwa, wewe huenda usiwepo. Akijeruhiwa, wewe huenda usiwepo. Akifa, wewe huenda tu katuma tu salamu za rambirambi. Mapinduzi sasa hayupo. Hilo ndilo jambo linalopaswa kutuumiza kuliko kila mjadala wa kisiasa. Kijana mmoja amepoteza maisha, watu wengine walijeruhiwa, magari yaliharibiwa, jamii imegawanyika, na wote hawa wanaweza kuwa Wakenya ambao kesho wanahitaji kuishi pamoja, kufanya biashara pamoja, kuabudu pamoja na kulea watoto wao katika mji mmoja. Kisii ni eneo la watu wenye bidii, biashara, elimu na sauti kubwa katika siasa za Kenya. Haipaswi kujulikana kwa mawe na vurugu. Nyaribari chache haipaswi kuwa mahali ambapo msafara wa kisiasa unapita kwa hofu. Keumbu haipaswi kubaki kama kumbukumbu ya siku ambapo siasa zilichukua maisha ya kijana. Kwa hiyo tunachotaka ni mambo matatu. Kwanza, uchunguzi wa kina, huru na wa haraka kuhusu kifo cha Vincent Osiemo maarufu kama Mapinduzi. Familia yake inastahili ukweli. Wakenya wanastahili ukweli. Pili, watu waliohusika moja kwa moja katika vurugu wawajibishwe, si wale waliokuwa mbele pekee, bali pia yeyote atakayepatikana na ushahidi wa kupanga, kufadhili, kuhamasisha au kulinda vurugu. Tatu, polisi wachunguze kwa uwazi madai kuhusu mwitikio wa maafisa wa usalama. Kama kulikuwa na mapungufu, yawajibishwe. Kama kuna maafisa waliotelekeza wajibu wao, hilo pia lieleweke. Haki haiwezi kujengwa kwa hisia, lazima ijengwe kwa ukweli, ushahidi na uwajibikaji. Kwa mbunge Zahir Janda, wito wa DCI ni nafasi ya kushirikiana na uchunguzi na kuweka wazi upande wake wa simulizi. Kwa viongozi wa Linda Mwananchi, ni wajibu wao kuendelea kudai haki bila kuchochea kulipiza kisasi. Kwa polisi, ni wajibu wa kuhakikisha hakuna mtu aliye juu ya sheria. Na kwa vijana wa Kisii na Kenya nzima, msikubali kutumiwa kupigania vita ambavyo baada ya hapo mnaachwa na makovu. Kisii imegubikwa na simanzi, lakini simanzi hiyo isigeuke kuwa hasira ya kulipiza. Igeuke kuwa wito wa haki, igeuke kuwa wito wa siasa safi, igeuke kuwa wito wa Kenya ambayo kijana hata kufa kwa sababu tu alikuwa kwenye msafara wa kisiasa. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Hii ni Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Like, subscribe, comment and share. Turn on notifications na pata kutufuata kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Kwa heri kwa sasa.